Habari gani mwanamichezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika meza kuu ya michezo ili tuangazie yale yote yanayojiri viwanjani. Kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Al Masry Sports Club dhidi ya Simba Sports Club unaotarajiwa kupiga mnamo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika dimba la New Suez Stadium ya nchini Misri, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza wa mtoano wa kombe la shirikisho barani Afrika 2024-2025. Mchezo utakaopigwa saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza unaokwenda kuwakutanisha kati ya mwenyeji Al Masry Sports Club ambaye anakwenda kumwalika mgeni wake Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania. Na hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kwa kabili Al Masry Sports Club kwenye mchezo wa kwanza wa mtoano wa kombe la shirikisho barani Afrika, kikosi ambacho kitakwenda kumpatia ushindi na kumsaidia kusonga mbele katika hatua za mbele za mashindano hayo. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia kwa upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na golikipa wake Musa Pinpin Kamara na kumpumzisha Ali Salim Katoro. Ikumbukwe Musa Pinpin Kamara amekuwa ni golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani beki nambari 2, nambari 3, nambari 4 na nambari 5, na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na Shomari Kapombe na kumbadala wake akiwa ni David Kameta Duchu. Ikumbukwe Shomari Kapombe amekuwa ni mlinzi bora mwenye uzoefu na uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi pindi timu inaposhambuliwa, lakini pia amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi akitokea pembeni. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na Mohamed Hussein na kumpumzisha Valentine Noma. Ikumbukwe Mohamed Hussein amekuwa ni mmoja wa mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club amechagua kuanza na Kabu Chamu, huku mbadala wake akiwa ni Kevin Kijili. Ikumbukwe kwamba Chabu Karamu amekuwa ni imara na mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi pindi timu inaposhambuliwa. Na moja kwa moja tukiangazia kwa upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na Abdulrazak Hamza. Ikumbuke kwamba Abdulrazak Hamza amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu na nidhamu kubwa, ukabaji wa hali ya juu dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia kwa upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, nambari 8 na nambari 10. Na moja kwa moja tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na Yusuf Ali Kagoma na kumweka benchi Mzamiru Yassin. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alionyesha kiungo huyo na kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na Fabrice Luamba Ngoma, huku Debra Fernandez Mavambo akiwa kama mbadala wake. Ikumbukwe kwamba Fabrice Luamba Ngoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kuisaidia timu kufanya mashambulizi. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na kiungo wake Jean Jale Ahua mwenye magoli 12 ndani ya ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti. Na moja kwa moja tukiangazia kwa upande wa washambuliaji nambari 7, 9 na nambari 11. Moja kwa moja tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzo, huku mbadala wake ukiwa ni Radak Chasambi. Ikumbukwe kwamba Eli Mpanzo amekuwa mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kupiga mashuti na kutoa pasi za mwisho akitokea pembeni. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora alichokionyesha mchezaji huyo raia wa Kongo. Na pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9,
kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na mshambuliaji wake Lionel Ateba Mbida, huku mbadala wake akiwa ni Steven Dese Mkwala. Mshambuliaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kumpelekea kusababisha hatari akiwa katika zoni ya mpinzani. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David amechagua kuanza na mshambuliaji wake Kibu Denis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbukwe kwamba Kibu Denis ni moja ya vinara wa wapachikaji mabao katika mashindano hayo akiwa na mabao 3. Na hayo ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club, mabadiliko yaliweza kutangazwa mapema hivi leo kupitia kwa kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David kuelekea mchezo wanaokwenda kwa kabili Al Masry Sports Club. Na kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele hapo chini ili uwe kwanza kupata video zetu.